chairperson wa Pwani Patriotic Religious Leaders. Tumejumuika hapa kwa pamoja kukemea matamshi aliyoyatamka ya uchochezi aliyekuwa naibu wa rais ya nchi yetu ya Kenya, Bwana Gachagua. Ni matamshi ambayo kwamba yana harufu na yanatabiri umwagikaji wa damu. Ni masikitiko makubwa kwa mtu kama huyo ambaye kwamba ashawahi kuwa miongoni mwa viongozi wa nchi hii wa ngazi za juu kuwa na kinywa kipana na kuweza kutamka maneno ya kuwa tume huru ya IEBC isipowajibika mwaka wa 2027 basi hatutokuwa na nchi inayojulikana kama Kenya. Na pamoja na kusema kuwa mchafuko ulioshuhudiwa mwaka wa 2007 ukilinganishwa na mchafuko ambao kwamba anatabiri kutokea mwaka wa 2027, basi ule mchafuko wa 2007 akaupigia mfano ni kama sherehe ya Krismasi. Haya maneno ni maneno ya kushtua sana na ni maneno ambayo kwamba yanaibua taharuki katika nchi yetu na ukosefu wa amani, na ni aibu kubwa sana maneno kama haya kutoka kwa mtu ambaye kwamba ashawahi kuwa kiongozi katika nchi hii ya Kenya. Tukikumbuka maafa yaliyotokea katika uchaguzi wa 2007, watu zaidi ya 1300 waliuliwa, watu zaidi ya 600 waliishi katika nchi yao kama wakimbizi, wanawake waliweza kukosewa heshima na haki za binadamu zilivunjwa, biashara za watu ziliharibika, na mpaka leo hii kuna watu ambao kwamba bado wanatibu majeraha ambao kwamba waliyapata katika uchaguzi kama huo. Ni jambo ambalo kwamba hatungependa tuwe ni wenye kukumbuka, na ishawahi tokea katika historia hii ya Kenya. Tumesikitika sana kama viongozi wa kidini, na tunakemea na tunalaani maneno kama hayo. Bwana Rigathi Gachagua awe ni mwenye kujitokeza tena mara ya pili, awe ni mwenye kuomba Wakenya msamaha, la sivyo tunaomba serikali ichukue hatua. Serikali imchunguze mtu kama huyu, ana agenda ipi fiche nyuma ya maneno kama haya, kwa sababu hawakosea waliosema usipoziba ufa utajenga ukuta. Hawakosea waliosema dalili ya moshi penye moshi hapakosi moto. Tumesikitishwa sana na tunaona mtu kama huyu ni hatari kwa hii nchi, mtu ambaye kwamba anataka kuturejesha miaka ambayo kwamba tulishuhudia vita vya ukabila, majumba yalichomwa, makanisa yalichomwa. Vipi itakuwa tukio kama hili ni la kupigiwa mfano kwa lugha ya kisiasa? Tuwaomba kama viongozi wa kidini wa Kenya, tuchangieni amani, tuhubiri amani, na tujiweke mbali na siasa ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuharibu amani yetu ya taifa. Ningependa kusema sisi wa Kenya ni watu wa kupenda amani sana. Wewe ukiwa mzalendo, Mkenya halisi, utapenda kwanza nchi yako na utapenda wananchi wenzako kama wa Kenya. Kenya ndio mama yetu na baba yetu na kila kitu. Ndio maana tumefika hapa kupinga ukali tamko alitamka, akisema, akitukumbusha pale ambayo tulilia na tukasahau. Ilikuwa ni miaka 2007 wakati ambaye Kenya iliingia katika mkasa wa damu. Aliyotoka kwa alikuwa vice president wetu Gachagua. Gachagua tulifikiri ni mtu mwenye akili na Mkenya mkamilifu, lakini matamshi yake yametutia dhiki na wasiwasi sana. Matamshi aliyozungumza Gachagua si ya kufurahisha Mkenya. Matamshi aliyozungumza Gachagua ni ya kuwagawanya Wakenya. Matamshi aliyozungumza Gachagua ni kutumia vizazi. Mimi nataka kumwambia Bwana Gachagua, kiamini kwa yeye ni Mkenya kamilifu, lakini masuala yake aliyozungumza kuleta kuwa taka kuvunja amani Kenya. Sisi tunalenga kuendelea na maendeleo na amani, lakini matamshi yake yanataka kuturudisha nyuma wa Kenya. Anakumbusha watu bado wana kovu ya 207. Analeta masuala ya 207.
kwa sababu yeye ana pesa zake, atatoka mji na watoto wake, atumie vijana wengine, atumie watoto wa watu. Hiki ni kitu cha masikitisho sana, ni kitu ambacho kimetuumiza sana sisi kina mama. Sikuamini kama Gachagua anaweza kuzungumza maneno kama haya.